So mwana Kilindoni Media, leo hapa tunaangalia habari kabisa kutoka pale Dar es Salaam Young Africans ambao wako mbioni kwenye kufanya usajili. Vile vile wamerudi kambini sasa hivi kwa ajili ya maandalizi ya mchezo inayofuata hapo mbele. Tukumbuke kwamba kuna saga la mechi ambayo ilipaswa kuchezwa tarehe 8 na kugairika, ambayo sasa hivi bodi ya ligi TFF na bodi ya ligi, tuseme bodi ya ligi, wameupangia mchezo huu utachezwa tarehe 15 Juni hii ambayo tuko nayo. So kilichopo sasa, Dar es Salaam Young Africans wameingia kambini kwa ajili ya maandalizi ya michezo ambayo imesalia. Michezo imesalia ambayo wao wanaitambua mchezo wa tarehe 8, wao hawautambui, tayari wanaona kwao mchezo huo umeshatumika na ulishapita tarehe yake, hauna maamuzi. So kilichopo, wao wametoa ratiba yao, mechi ambazo zimebakia kwa upande wao wanatambua mechi zilizobaki na mechi zilizobaki kwa upande wao ni mechi 2, na ndo hizo wameziweka kwenye future yao, ukiongeza na mechi ya kombe la CRDB. Tunazungumzia hii ni mechi ya CRDB ya finali, itakuwa baina ya Young Africans na Fountain Gate Singida Black Star. Ya hao Black Star walimuondosha Simba kwenye mashindano haya kwa chuma 3-1. Na Yanga na yeye alifanikiwa kwenda hatua ya finali kutokea pale Mkwakwani Tanga kwa kumpiga goli 2-0 JKT Tanzania. Saga limekuwa kubwa, tunazungumzia hapa kwenye dabi. Maandalizi ya dabi, kila kitu kiko kwa upande wa Yanga kwa sababu yeye ndo mwenyeji, yeye ndo anaandaa kila kitu. Sasa kama timu mwenyeji, wadau tunajiuliza, kama timu mwenyeji hashiriki kwenye kitu chochote, kwenye maandalizi yoyote, hii dabi inaenda kuchezwaje? Ikiwa tu mwenyeji mwenyewe hana hata mpango wa hiyo dabi na yeye ndio mwenyeji, kama wanavyosema bodi ya ligi, msemaji wa bodi ya ligi tumemsikia kwamba Yanga ndo wanajua kila kitu, Yanga ndo wanajua ratiba zote ambazo zinaendelea kwa sababu wao ndo wenyeji wa mchezo. Sasa tukiangalia mwenyeji mwenyewe hana hata habari ya mchezo, hii kitaalamu sasa watu wengi ndo inawachanganya kwa sababu hakuna ushirikiano baina ya Yanga na bodi ya ligi mpaka sasa hivi inaonekana kwa maelezo ya wazi kabisa. Je, Yanga wameng'ang'ania na kauli yao na msimamo wao ule kwamba hawachezi, na ndio kitu ambacho kinaonekana, japokuwa wameingia kambini. Kuna tetesi kwamba tarehe hiyo ambayo imepangwa ya dabi, tetesi zinasema kwamba Yanga tayari watakuwa na mchezo wa kirafiki pale Rwanda, watakuwa wanazindua uwanja wa Mahoro. So tunachohitaji ni kujua na kupata ufafanuzi zaidi, maana watu wataanza kununua tiketi. Tayari hapo tunakuta mtu kama mwenye haki miliki za matangazo tayari ameanza kutangaza dabi. Tusije kupata hasara, tusije kuingizana kwenye hasara na mkenge wa hasara kwa vitu ambavyo tunajua kabisa tunavikumbatia. Tusije tukawaumiza wananchi, tusije tukaumiza hawa watu wa haki za matangazo wakatuona sisi sasa ni kama ni hopeless kwenye mpira wetu. Tuwe tunaangalia, tuwe tuko tayari kwa vyo chochote kile ambacho tunakizungumza. Ukimwangalia Yanga upande wake yeye, tunaweza kusema kwamba kuna kitu anakisimamia Chibeta. Ni beta sana kwa sababu yeye anaamini yuko katika kutaka kunyoosha sasa kanuni za mpira wetu na kuwanyoosha wale watu wote ambao wanaenda kinyume na nini? Tunasema kinyume na matakwa ya kanuni zinavyodai, kwa sababu kumeonekana kuna upendeleo mkubwa wa hizi timu, hususani mmoja sio tuseme mmoja hapa, hususani wao wanachozungumzia kwa nini mechi iligairika, kwa nini kulikuwa kuna favorite kubwa sana kwa Simba, kwa sababu yeye ndo inaonekana Simba aliugairisha ule mchezo, kwa sababu kuna barua alitoa usiku akasema hatocheza. So ukifuatilia ile barua vizuri inaonesha moja kwa moja ndio ambayo ilienda kuvunja ule mchezo wa tarehe 8. Yanga wanachohitaji wao ni majibu ili waende kwenye dabi, na majibu pekee ambayo yanahitajika ni kujiuzuru
basi hakuna njia nyingine kujiuzulu kwa kiongozi wa bodi ya ligi ambaye ni bwana Steven Mguto awajibike. Ndo kitu pekee ambacho wanakihitaji wananchi kutoka pale mitaa ya Jangwani, japokuwa timu wameipeleka kambini rasmi na wachezaji wapo kambini, wameanza mazoezi na wachezaji wengine wapo timu zao za taifa tayari kwa ajili ya mechi za kirafiki za hapa kati za kalenda ya FIFA. So tunachosubiri ni kuona tarehe ambayo imepangwa. Je, wananchi watapeleka timu uwanjani? Kabla ya tarehe, je, wananchi watakuwa na maandalizi yoyote ya kuelekea mchezo huo? Tusubiri na kuona. Hakuna hamasa ambayo inaendelea mpaka hivi sasa, tumekaa tu. Tunachosubiri ni kuona, je, dabi ya tarehe 8 itarudiwa tarehe 15 Juni? Tupo hapa.